kimwili vinavyomzuia mtu kufikia hatima au kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Mipaka ni vitu vya kiroho au vya kimwili vinavyomzuia mtu kufikia hatima au kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Maanake kuna vitu vinaweza vikawa vimesimama ambavyo kazi ya hivyo vitu ni kulizuia kusudi la Mungu lisitimie kwenye maisha yako, lakini ni kuzuia ile hatima au ukuu ambao Mungu ameukusudia kwako usitimie. Hicho ndicho ambacho tunasema ni mipaka. Maanake hii mipaka kwenye maisha ni kuta ambazo zinakuwa hazionekani kwa macho, lakini kuta hizo zisizoonekana maanake zimesimama katikati ili kuhakikisha baraka haimpati mtu, kuhakikisha kwamba kuna aina ya maisha baada ya kuokoka hayampati mtu. Kwa mipaka tunasema ni vitu vinavyozuia mtu wa Mungu asipate, asisonge mbele, vinazuia, vinasimama. Sasa kazi ya hii mipaka au hizi kuta, manake kuna upande ambao mtu anaweza kama amesimama ambao si wa baraka, lakini kuna upande ambao mtu akisimama ni wa baraka, manake shetani anazijenga kuta katikati. Nimesema mipaka mingine ni ya kimwili, kwa maana kuna vitu ambavyo vinazuia hatima ya mtu. Vitu hivyo ni mtu mwenyewe ana tatizo ndani, sio shetani wala sio chochote, ila ni mtu mwenyewe, yeye binafsi kuna aina ya tatizo ambalo nalo linasababisha asipokee au asipate. Kwa tunavyosema vitu vya kimwili, maana yake vinasababishwa na wewe mwenyewe. Wewe ndiye msababishaji. Maana yake kuna kitu unacho cha kimwili, yawezekana hicho kitu kisiwe dhambi, lakini kwa sababu kipo, maana yake kinaweka mpaka kati ya wewe na hatima, au kati ya wewe na baraka. Amen. 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 Tumesema mipaka ni kuta ambazo hazionekani, kwa zinaweza zikasababishwa na nguvu za giza, lakini pia hizi kuta zinaweza zikasababishwa na mtu mwenyewe. Manake wewe unaweza ukasababisha muujiza usitokee, lakini pia wewe mwenyewe unaweza ukasababisha muujiza ukatokea kwenye maisha yako. Inategemea ni nini ambacho kipo ndani. Manake ndani ya wewe kunaamua matokeo ya nje ya maisha hapa duniani. Amen. Kwa hiyo kizuizi kabla ya shetani, kizuizi cha kwanza ni vile ambavyo wewe ndani yako unafikiri, vile ambavyo wewe ndani yako unaona, vile ambavyo wewe ndani yako unawaza. Biblia imeshasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Manake vile unavyojiona ndani, huo ndo mpaka wa matokeo katika maisha yako ya mwilini. Amen. Kwa kama ndani kuna unyonge, manake maisha yako ya nje yatajawa na aina ya maisha ambayo yamebeba unyonge, kwa sababu ndani tayari kuna mpaka wa ufahamu. Manake sasa hivi tunachoshughulika nacho kabla ya shetani, tunaangalia mpaka wa ufahamu, namna ambavyo unaweza ukatenda kazi na ukasababisha mtu anayestahili asipate kile anachokistahili. Sasa ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 10 mstari wa 4 na wa 5, utaona Biblia inasema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sema maana silaha za vita vyetu, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Anasema zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome. Hizi ngome maana yake ni vikwazo, maana yake ni mipaka. Anasema sasa silaha za vita vyetu sio za mwili. Anasema zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome.
Sasa kuna kitu anakisema mstari wa 3, anasema tukiangusha ngome ya mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Anasema zina uwezo wa kuangusha ngome, silaha zetu. Lakini ngome anazungumza tukiangusha ngome ya mawazo. Kwenye mawazo ya mtu ndipo ushindi unapozaliwa, na kwenye mawazo ya mtu ndipo kushindwa kunapozaliwa. Ukiona mtu ameshindwa jambo, hajashindwa kwa sababu ya mazingira. Ukiona mtu limemshinda jambo, elewa ni kwamba alianza kushindwa kuanzia kwenye ufahamu ambao unawaza mambo manyonge katika namna ya mwilini, unazalisha mambo yaliyo manyonge, na ufahamu unaowaza kwa ukuu katika namna ya mwilini utazalisha mambo yaliyo makuu. Mtu akitaka kufanya biashara leo, kinachosababisha afanye biashara hiyo ni ufahamu. Nini kimekuleta kanisani? Ufahamu. Akili ilikwambia hii ni saa ya kwenda ibadani, na akili hiyo hiyo inayokuambia ni saa ya kwenda ibadani, akili hiyo hiyo inaweza ikakunong'oneza ikakwambia jambo hili haliwezekani. Na ndio maana nasema mwanzo wa vita vya mwanadamu yoyote anakimbilia kuishika hatima inaanzia kwenye ufahamu wake. Unawaza nini? Unafikiri nini? Baada ya miaka 5 unataka kuwa wapi? Baada ya miaka 10 unafikiria utakuwa mtu aina gani? Mwaka ujao mwishoni unawaza kwamba nitakuwa mtu aina gani? Ni ufahamu unakwambia. Manake matokeo ya maisha yanazaliwa na kitu kinachoitwa ufahamu. Ushindi wa mtu na kushindwa kwa mtu kupo kwenye eneo la ufahamu. Ndio anasema silaha za vita vyetu hazipo katika mwili. Maana yake kwa sentensi nyingine ni kusema hivi, huu mwili hauna uwezo wa kuamua. Kinachoamua ni mawazo yaliyoko ndani yako. Yaani kile kilichojaa ndani kinaamua na kesho yake itakuwa. Maana yake mwili unaufuata ufahamu wako umesema nini. Amen. Kilichokufanya umekuja ibadani saa hii ni kwa sababu ufahamu alimwambia mwili namna hii kwamba mwili unatakiwa kwenda ibadani. Manake kumbe akili iliyo ndani ya mtu, ufahamu ulio ndani ya mtu, huo ndio unaongoza maisha ya mtu ya mwilini. Manake eneo la ufahamu likiharibika, eneo la ufahamu likifungwa, likiwekewa mipaka, kwenye eneo la ufahamu ikiwekwa mipaka, maana yake huyo mtu kuna vitu hata vipata hata kama ameomba. Amen. Labda niseme hivi, kwa asili mtu ni punzi ya Bwana. Mwambie mwenzio mtu ni punzi ya Bwana. Mwambie kwa asili mtu ni punzi ya Bwana. Maana yake ndani ya mtu, kwa sababu ana punzi ya Mungu, awe ameokoka au hajaokoka, kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani ya mtu kupitia punzi, sio kwa sababu ameokoka. Unanielewa eh? Na ndio maana mtu ambaye hajaokoka ana uwezo wa kubuni jambo na akafanikiwa jambo alilobuni. Fahamu ili akili kwamba nataka nitengeneze kitu fulani. Mfano, tunataka kurekebisha speaker hapa kanisani. Hatuna fundi, si ndio? Tunapeleka kwa watu ambao hawajaokoka, wanatengeneza, tunakuja tunatumia hapa. Kinachofanya awe na uwezo wa kufanya hilo ni kwa sababu ana asili ya Mungu ndani. Ile punzi ya Mungu ipo. Yaani ile punzi ya Mungu imeisha mwambia kwamba unaweza ukafanya jambo hili na hajaokoka. Amen. Na ndio watu wa Mungu. Amen. Tofautisha hayo mambo. Sije kajiuliza mbona hajaokoka na amefanikiwa. Ufahamu wake umemwambia kwamba hilo jambo linawezekana. Amen. Na ameamua kuchukua hatua. Mtu anayeona jambo haliwezekani, hata akichukua hatua, anachukua hatua za kushindwa, sio za kuweza. Hilo lazima ulielewe. Amen. Hatua za kushindwa zinatokana na nini? Kipo kwenye ufahamu. Huo ni mpaka wa kwanza kwenye maisha ya mtu kabla ya shetani.
Na ili umshinde shetani inahitaji ufahamu wako ujue kama nina uwezo wa kumshinda shetani. Manake ufahamu wako ukijua kwamba shetani hana kitu kwangu. Ndio maana inasema mkuu wa ulimwengu hana kitu kwangu. Ni ufahamu ndio unasema mkuu wa ulimwengu hana kitu. Ni ufahamu kwamba hana kitu. Manake alitambua kwamba shetani yupo, wachawi wapo, nguvu za giza zipo, lakini ufahamu umeisha sema hawana kitu kwako. Manake hivyo hata utakapoenda kwa taarifa ambazo ni mbaya tu, kwamba uwezo ukafanikiwa, wewe uwezo kawa mtumishi, wewe uwezo kaja kuimba, taarifa anazozitoa ni taarifa za namna hiyo, ndizo ambazo zinatoa. Kwa nini? Hiyo manake ndani ya ufahamu tayari wewe umeisha shindwa. Amen. 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 Mashindano ya kwanza sio ya wewe na shetani. Mashindano ya kwanza ni ya mwili wako wewe na roho yako wewe, sio shetani. Mnanielewa? Yaani wewe ukisha mtu wa ndani akisha kuwa na nguvu ya kumwendesha mtu wa nje vizuri, shetani hawezi akapata nafasi. Shetani anapata nafasi kwa sababu ndani ya mtu wako wa ndani, kwa maana ndani yule mtu aliye ndani yako tayari anakunong'oneza vitu ambavyo haviwezi kuruhusu hatima yako kwenda mbele wala baraka yako itokee. Ndio maana ukisoma Galatia 5 ile sura 17 sema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Manake kumbe tunajua kuna vita kati ya mwili na nani? Na roho. Manake mwili ye anamkataza roho asiwaze yaliyo mema, lakini pia roho anaweza akamwambia mwili, wewe huwezi, wewe ni mwenye dhambi na utaishi maisha ya dhambi, wewe ni mgonjwa na utaishi maisha ya ugonjwa, wewe ni maskini na utaishi maisha ya umaskini. Anasema mwili utamani kushindana na nini? Na roho. Manake ni tabia ya mwili kushindana na roho, lakini pia ni tabia ya roho kushindana na nini? Na mwili. Yani roho yako kuna vitu inaweza ikataka, mwili unamwambia hapana, haiwezekani. Sasa kinachohitajika ni mtu awe ameziangusha hizo ngome ambazo zimesimama kwenye maisha yake. Tunazungumza kwa maana ya ngome za mawazo, kufikiri. Akisha ziangusha hizo, maana yake huyo mtu anakuwa na uwezo wa kushinda mwili, kwa sababu mwili atapokea taarifa zilizo njema. Lakini mwili kama atapeleka taarifa kwa roho, maana yake roho kama amejaa neno, maana yake roho yako kama imejaa maombi, maana yake mwili hata kuwa na nguvu. Ataambiwa na roho kwamba tulia, hutaki kutenda dhambi. Amina. Tulia, wewe sio maskini. Tulia, wewe sio mgonjwa. Maana yake ni taarifa. Maana yake mipaka ikiwekwa kwenye ufahamu, na ndicho kinachotokea kwenye maisha yako. Amen. Kile kitabu cha Mhubiri ile sura ya 23 mstari wa 7 anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sema maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anavyoona mtu ndani yake ndivyo alivyo. Maana yake mtu wa ndani ndo amebeba nini? Baraka. Anasema aonavyo mtu nafsini mwake. Maana yake vile unavyojiona ndani kwa habari ya huduma, vile unavyojiona ndani kwa habari ya afya, vile unavyojiona ndani kwa habari ya uchumi, anasema vile unavyoona ndani yako, vile unavyotafsiri ndani yako, vile unavyosema ufahamu wako, hivyo ndivyo ulivyo. Hili halitegemei hali yako ya sasa kwamba ipoje, wala hili halitegemei kiwango chako cha kiroho kipoje. Hili linategemea unaona nini ndani
ili kije kitokee baadaye au kitokee sasa au kitokee miaka ijayo. Manake vile unavyojiona ndani, baada ya miaka utatembea kwenye mipaka hiyo unayoona ndani yako. Amen. Hakikisha mipaka unayoiona kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya chochote kinachokuhusu, hakikisha ni mipaka inayokuonyesha kuelekea mahali ambapo kuna ukuu, mahali ambapo kuna uzima. Lakini lazima uelewe hivi, mabadiliko ya maisha ya mtu yoyote, sema mabadiliko ya maisha ya mtu yoyote yanaanzia kwenye ufahamu. Mabadiliko ya maisha ya mtu yoyote yanaanzia kwenye ufahamu. Kwa hiyo unataka kubadilika, mahali pa kuanzia sio siku utakayopata hela. Mahali pa kuanzia sio siku utakayoona Mungu amejibu maombi. Mahali pa kuanzia kubadilika kwenye maisha yako ni kwenye eneo la ufahamu. Mwambie mwenzie ufahamu. Mwambie mwenzie ufahamu. Mwambie mwenzie ufahamu. Mwambie mwenzie ufahamu wako ukibadilika, maisha yako yamebadilika. Ufahamu wako ukifanywa upya, maisha yako yamefanywa upya. Maana yake badiliko halitokei kwa mtu mpaka ufahamu wake umebadilishwa, umefanywa upya. Maana yake upya wa ufahamu ndo upya wa maisha yako ya kutembea kwenye baraka. Amen. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi ile sura ya 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe kanuni za dunia hii. Sema wala msifuatishe kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa kufanywa upya nia zenu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza kwa ukamilifu. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia, ufahamu ufanywe upya. Maana nimekwambia mabadiliko ya maisha ya mtu yoyote lazima kuna kitu kilibadilika kwenye ufahamu. Amen. Ukimwona mtu amefanya biashara, amefanikiwa, sio ajali. Kuna jambo lilitokea likaingia kwenye fahamu zake, likamwambia kwamba unaweza ukafanya biashara fulani, kwa sababu mwanzoni hakuwa na maisha hayo, ila kwa sababu kuna kitu kilitokea kikamwambia unaweza ukafanya jambo hili ukafanikiwa. Hicho kitu kilipotokea kikafanya badiliko ndani. Lile badiliko lilipotokea ndani, akaenda akachukua hatua. Alipochukua hatua za hilo badiliko, ikasababisha kuna maisha yakatokea yasiyofanana na mwanzo, kwa sababu ufahamu ulibadilika. Maana yake kubadilika kwa mtu, lazima mtu ahakikishe nia inageuzwa. Ubongo unabadilika, anavyofikiri kunabadilika, namna anavyoyatazama mambo kunabadilika, namna anavyotazama kiroho chake iwe ni katika namna inayompeleka kwenye badiliko. Kwa hiyo mabadiliko yoyote yanaanzia kwenye aina ya ufahamu ulionao. Kama ufahamu wako ni mdogo, maana yake kwenye maeneo hayo utatenda kwa udogo. Kwa mfano, uniambie unataka kuwa mtumishi wa Mungu. Ili upate badiliko la kutembea katika namna ya utumishi, lazima ufahamu wako uone kwamba mimi ni mtumishi. Hautakuwa mtumishi ile siku utakayoanza kutumika. Unalisikia watu wa Mungu? Amen. Hautakuwa mwinjilisti ile siku utakayoanza kuhubiri. Unielewe? Maana yake wewe unatakiwa uishi kesho wakati unaishi leo. Amina. Kuna tofauti ya mtu anayeishi kesho na kuna tofauti ya mtu ambaye anaishi leo peke yake. Wengi kwa nini wanaharibu mambo? Ni kwa sababu wameamua kuishi leo, sio kesho. Anayeishi kesho
anachukua tahadhari kana kwamba ameishafikia ule ukuu ambao anauelekea. Anaanza kuweka mipaka mapema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, anajitambua. Bwana asifiwe. Nataka nikupe ushuhuda huu. Huwa nakutana na watu ambao nimesoma nao hawajaokoka. Wale watu nikikutana nao wakiniona wanasema, yani tulijua tu wewe utakuwa mchungaji, tulijua. Unanielewa? Wakati mimi kwenye akili yangu sikuwaza kama nitakuwa nani? Mchungaji. Sasa ila nilichokuwa nakijua tu mimi ni mtumishi wa nani? Wa Bwana, kwa sababu ya utumishi wa Mungu uliopo ndani yangu, huo wa kufagia kanisa. Unanielewa? Huo tu wa kupiga makofi wakati praise inaimbisha. Nikaamua ni uheshimu huo, ni ubebe huo. Maana yake mtu anapoangalia hashituki na maisha yako ya kesho, kwa sababu amekuona ulivyoishi hapa. Ameiona nidhamu uliyokuwa nayo. Maana yake mtu yoyote ambaye ufahamu wake umepona sawa sawa hawezi akaishi leo, anapaswa kuishi kesho. Amina. Ufahamu wako usipoishi kesho, nataka nikuhakikishie utakapofika kesho utakuja kuishi leo. Amen. Matokeo ya maisha ulionayo leo, sawa ni matokeo ya kile ambacho ulikipanda nyuma. Fuatilia maisha waliokupa wazazi. Kama ukiona maisha kwenye familia, labda umaskini, sawa umechukua nafasi kubwa, elewa hivi, ni matokeo ya kile ambacho watu walipanda wapi? Nyuma. Wewe umeokoka, una Yesu. Siku utakapokufa, kama una gorofa, mtoto wako aweza karithi nini? Gorofa. Anarithi ulichonacho kwa sababu ulipanda hicho. Amina. Kwa hiyo ufahamu wako pia baada ya miaka utaanza kupokea yale ambayo umeyaishi leo. Sasa mtu anayejielewa vizuri baada ya kuokoka, yeye anachokifanya anaanza kuishi kesho kana kwamba anaishi leo. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja nikupe mfano wa watu ambao kuna mambo kama ya kawaida, si ndio? Lakini sio ya kawaida. Yaani uwezo ukaniambia mimi nile vizuri mpaka siku nitakayokuwa na hela. Wewe unakuwa una akili. Unataka nikipata hela nianze kujitibu magonjwa, si ndio? Alafu anaambia usitumie sukari, sikula vizuri, usitumie hiki. Mimi naishi kesho. Yaani leo ndo nakula protini vizuri, nyama ni protein. Nakula leo kwa sababu naishi nini? Kesho. Manake kule kesho nitafika nikiwa na afya nzuri. Kwani nilizingatia, kwa sababu najua kesho inanihitaji niwe vizuri zaidi, ili sasa ndo niseme Bwana amenibariki na enjoy. Amen. Ile siku Bwana anakubariki, unashangaa unaambia Bwana una kisukari, kimetokana na nini? Ulikuwa ulagi vizuri. Au vidonda vya tumbo vimetokea, ulikuwa uli vizuri. Sisemi kwamba mwenye vidonda vya tumbo na wananga, hapana. Kwa sababu Bwana yupo atawaponya. Amen. 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 Si tunaondoa mipaka. Amen. Ukiishi kesho unaanza kujiheshimu sasa. Amina. Kwa sababu ufahamu umekuambia wewe sio mtu wa nini? Wa kawaida. Mtu aliyeokoka ukiona anajiona wa kawaida, maana yake kuna mpaka umewekwa kwenye eneo la ufahamu. Na ndio maana ngoja niwaambieni sasa. Kwa nini Wakristo wengi au watu waliookoka au niseme wa Pentecoste wengi wanakimbilia kwenye viimani vya ajabu ajabu? Sababu ni moja tu, kuna mipaka kwenye eneo la nini? La ufahamu. Yaani ufahamu wake haupo sawa sawa. Kwa hiyo matope atakula, kinyesi cha mbwa anakula, cha ng'ombe anafanya nini? Yaani vyote kwake ni mbolea tu. Hauwezi, ufahamu usipokaa vizuri unakuwa huna uwezo wa kuchambua. Ngoja niwape mfano mwingine huu. Kichaa. Wangapi mwahi kuona vichaa? Wangapi mwahi kuona vichaa? Kichaa anachagua mahali pa kuokota chakula. Kichaa ana jiko. Yaani hata jalalani unaweza kashangaa kichaa amekaa anakula maembe yana wadudu, hajali. Sasa unaweza ukamuona ule kichaa anayeokota makopo kama zimeruka lakini nataka niwaambie hata kwenye imani kuna watu zimeruka. Kuokota makopo kumetofautiana. Nimesema kuokota makopo kumefanya nini? Kumetofautiana. Unaweza kuona unaokota makopo ya kiroho, unakula vya jalalani na una uwezo wa kuchambua. Kwa nini? Ufahamu haujapona.
Amen. Kuna mambo hayatokei mpaka ufahamu wako umekaa sawasawa. Amina. Na ili ufahamu ukae sawasawa ni neno tu. Amen. La Mungu liwe ndani yako, neno, maombi, maisha ya ibada yanasababisha ufahamu wako unakaa sawasawa. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Nimekuambia vita ya rohoni kwa mtu aliyeokoka inaanzia kwenye eneo la ufahamu. Vita ya rohoni, vita yako ya roho, kabla hujapigana na shetani, mwambie Mungu, ninaomba niwe na akili timamu. Sema akili timamu. Akili timamu. Sema tu akili timamu. Akili timamu. Hizo najua huna, sema akili timamu. Akili timamu. Hizo hata mimi sina, naendelea kuomba. Sio wewe tu. Amina. Kuna mambo mengine tunayafanya emotionally. Hisia tu imekujia unaamua jambo, ni uchizi. Sio kama mnanielewa? Amen. Kwa hiyo inahitaji akili timamu. Sio kwamba ukiokoka unakuwa chizi. Ukiokoka inatakiwa akili yaani kufikiri kwako ionekane kumeongezeka. Amen. Ukiona unaokoka unachanganyikiwa, hiyo ni roho nyingine. Huwa nawaambia kuwa kiroho hakuondoi akili yako ya kawaida ya maisha hapa duniani. Amina. Wala kuwa kiroho sio kwamba tupo kwenye kikao cha familia, wewe si upo kiroho. Tupo kwenye kikao cha familia, wanasema ili nichangie, unaanza kunena kwa lugha. Ni matatizo. Mnanielewa? Hayo ni nini? Ni matatizo. Au tupo kwenye kikao anasema jamani tujadili, kuna watoto hapo wanahitaji ada. Irene anasimama anasema ngoja niwaambie habari za Yesu. Sasa ada, habari za nani? Za Yesu. Uone kama amechanganyikiwa huyo. Amen. Manako unakuwa na akili, unakuwa na hekima ukishapona ufahamu. Mtu ambaye hajapona ufahamu anaweza kama ameokoka ndo anakuwa kama amechanganyikiwa sasa. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Yeye alikuwa anaamini yupo kiroho kwenye eneo hili. Yeye jamaa alisema hataki kupoteza muda. Kwa wiki alikuwa anaoga mara moja tu. Kuna wakati tunaambia bwana piga mswaki, anasema wewe upo rohoni. Wewe upo rohoni. Imeandikwa wapi? Huyo mzima? Hapana. Hapana. Lakini akiingia kwenye maombi, yaani mimi mwenyewe mpaka nilikuwa nashika kiuno naanza kumwangalia. Mwenzangu anawezaje? Tisa la kwanza. Unavomfukuzia ndo, yaani ukisema mfukuzie wewe naye matatu sikio ndo ataenda matatu. Lakini anaomba, akana nichanganya mimi. Mpaka nikamwambia wewe Roho wako Mtakatifu ni mchafu. Mnanielewa? Mnanielewa? Amen. Kuna mengine naogopa kusema, lakini we mama umeokoka. Maombi kweli unafanya vizuri, si ndio? Maombi unafanya vizuri. Niangalie tu vizuri, naongea nikiwa nimeokoka. Maombi unafanya vizuri. Yaani unaomba vizuri. Yaani na mme kabisa anakusikia unamuombea. Lakini mchafu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nini? Mchafu. Mchafu. Lakini mchafu. Unamsingizia Roho. Roho hana mwili, unanielewa? Amina. Roho hana mwili. Vya Kaisari umpe nani? Kaisari. Sasa mengine nikisema mtaanza kusema mchungaji anatukana. Basi tuishie hapo. Lakini uokovu haukufanywa usiwe na akili nini? Timamu. Unajua mimi wamama waliokoka huwa wananifurahisha. Mama aliokoka anaweza kawa wakati hajaanza kuishi na mwanaume na nini, unakuta msafi anajipenda. Akiingia ndani ni mwendo wa kuvaa masapuro tu. Yaani unajiuliza ndo huyu aliyekuwa anang'aa au ni mwingine? Sasa kama anavaa masapuro atakuwa ananyoa kweli? Tuseme ukweli, mnanielewa? Nawaambia ukweli. Kuna vitu, ngoja niwaambieni. Kuna vitu sio vya rohoni. Mmenisikia vizuri?
Nasema tena, kuna vitu sio vya nini? Vya Vya rohoni. yaani ni vya mwilini, vikiachwa vinaleta matatizo. Amen. Mnanielewa? Amina. Vikiachwa vinaleta matatizo. Amina. Sio vya roho, ni vya mwilini, lakini vikiachwa vinaleta matatizo. Matatizo. Unakuta binti alikuwa anajipenda vizuri. Unaona, hebu simama tu hapa. Unashanga, unaona anajipenda, ni binti ametoka amepaka mafuta. Haya, siku sasa tumesema jamani tumpambe maua. Haleluya, mtumishi wa Bwana ameolewa. Unashangaa sasa siku hiyo anakuja ibada ya Jumatano, ametoka shambani, ana mavumbi, anasema mimi tayari Bwana amenipa mtu wangu wa kuendana na mimi, jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyo utasema amepona kwenye ufahamu? Yaani hata muonekano wako, mtu uliokoka, muonekano wako unaweza ukatafsiri hata kiwango cha ufahamu. Amina. Muonekano. Hivi haya, mengine tuyaache eti. Sema. Hivi mfano mke wako sasa anakuombea, sawa anakuombea kweli vizuri, na mimi napenda maombi, na ni maombi kwamba mke afanye nini? Akuombe. Anakuombea vizuri, wewe hujaokoka. Yaani wewe una mume hajaokoka. Sasa akiwa hajaokoka, si unajua kuna mambo mengi, hamna speed governor, kwa hiyo zinaweza katokea ajali, si ndio? Sasa kwenye zile ajali anaenda kule anakutana na mtu amejisafisha vizuri. Ukifika na anakuona takataka japokuwa unamwombea. Nirudie tena? Hapana. Amen. Nirudie tena, nazungumza habari ya nini? Ya ufahamu. Mama wengi wakishaolewa waliokoka wachafu. Anaweza katoka kufanya kazi na bado linapanda kitanda. Yaani kuna mimama mijinga ujue. Yaani mijinga. Na jasho. Mwenzio inabidi atumie hekima ageukie na ukutani. Alafu unamwambia Yesu anaokoa, ameshindwa kuokoa jasho la harufu. Yaani mtu aliokoka lazima awe smart. Amen. Unanielewa? Amen. Tunazungumza habari ya nini? Ya ufahamu. Amina. Tukitaka kujue wewe ulivyo, kuvaa kwako kuna tafsiri. Ukitaka kujua huyu ni mwanajeshi, si ni rahisi? Unashindwa kujua huyu traffic, huyu ni askari polisi, unashindwa? Hapana. Mavazi, ukiona nyeupe unajua traffic. Ukiona ya mabaka unajua hii nini? Jeshi. Ukiona mtu amevaa yanaonekana mapaja unajua hii nini? Cha wote, si ndio? Tafsiri. Kuna vitu vinatafsiri, mtu vinakutafsiri. Lakini vyote hivyo ni eneo la nini? La ufahamu. Mimi nikizungumza ufahamu, ngoja nikwambie. Unaweza kuwa unaomba amani kwenye ndoa yako. Unaomba amani, Mungu nipe amani kwenye ndoa yangu. Tuliza mume wangu, baba asipige. Yaani baba asinipige, mume wangu asiniguze, baba tuliza. Ukifika nyumbani sasa, wewe amerudi saa 3, unaongea mpaka saa 6 za usiku. Sasa mimi nikutulize kwa nini unategemea? Umechelewa, ulikuwa wapi mpaka? Yaani kwani ukisema tu kwa hekima, baba ubarikiwe, kesho jitahidi uwahi, anajua huyu ana akili, kesho atawahi. Sasa unataka kushindana na mwanaume, alafu unaomba amani ndani. Mnacheka kwa sababu hamwezi kusema ubarikiwe akichelewa. Ulikuwa wapi? Unaanza kukagua na simu. Unachokitafuta utakipata. Mnanielewa? Ufahamu. Mimi nazungumza habari ya nini? Yaani ufahamu utakupa hadi standard za kuishi na watu, kushirikiana na watu. Amina. Kushirikiana na mke wako, kushirikiana. Ufahamu. Eneo la ufahamu likiwa vizuri inakupa technique. Amina. Mtu amekasirika unakuwa na mbinu za kushusha hasira, kwani ufahamu ni mzima. Amen. Wewe mtu amekasirika unamuuliza kwa hiyo ndo umekasirika sasa? Kwa hiyo ndo umenuna? Wewe baba nani? Umenuna? Umenuna kweli jamani? Akili una. Lakini kama eneo la ufahamu liko vizuri, unakuwa umeisha msoma. Unajua mtu mwenye ufahamu anasoma na mazingira. Kwamba hapa yamekaaje? Nimuingie kwa tekniki gani huyu nimuingie? Siku moja nilikasirika sana. Ngoja niwaambie. Siku moja nilifanya nini? Nilikasirika. Tukaenda bwana
maisha yale ya wanafunzi. Mimi napenda nishuhudie vitu vilivyo kwenye uhalisia. Sawa Nisiwashuhudie mkajua mimi nilitoka mbinguni. Mimi nimezaliwa hapa duniani. Kwa hiyo kama ni dunia hii naijua jua kidogo, najua. Sasa tulipoenda kule kwenye tamasha la uimbaji, sasa yule nayemtarajia kwamba ni Moe alikuwa ni mwimbaji. Alipofika kule, si anakutana na waimbaji wenzi. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ai. Naangalia nasema yeah. Nasema hii huduma za uimbaji ndio hivi Mungu, mbona siwezi? Nikanuna. Ananisemesha bibi kimya. Akaniuliza tu swali kale kadada kana akili. Kanaambia hivi hapa duniani kuna mwanaume handsome kama wewe? Nikasema hakuna. Nikaanza kucheka nikasahau. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani kamekosea lakini kana ufahamu. Amen. Sio aseme lakini angaanza kuniambia na wewe una mind mambo madogo tu. Kwani wamenikumbatia? Kwani kuna nini wamenikumbatia? Unafikiri kingetokea atapigwa ngumi tu ya uso? Na ni watu wa Mungu. Amen. Ufahamu unakupa standard, unashirikianaje na watu. Kuna watu wanakosa fursa kwa sababu ya ufahamu tu. Anaweza katokea mtu lile jambo yani majibu mengi. Ngoja niwaambieni, maombi mengi tunayoomba kwa Mungu, majibu yake Mungu anayapitishia kwa watu. Mnanielewa? Amen. Kwa tusipokuwa na ufahamu ndani yetu wa kuishi vizuri na hao watu, hata kama Mungu amekusudia akupe kwa huyo mtu, kwa sababu umemuuzi yule ambaye ni jibu lako, na kuambia upati. Unajua mimi nipo kwa Wahehe na Wahehe ni ndugu zangu. Kuna kitu kinaitwa mgaisida, kwamba mimi sina nini shida. Kile ni kiwango kidogo cha ufahamu. Yaani mimi hapa nilipo, kuna mambo ili niyafanikishe, pamoja na kwamba ni mchungaji, ninakuhitaji wewe. Unanielewa? Amen. Nisiseme hapa mimi ni mchungaji, mimi sina shida, ndi mgaisida. Sasa ataniambia nini huyu mshirika? Kuna vitu Mungu ili afanye vinamhitaji mshirika huyu ambaye nimempita kila kitu. Amen. Ndio Mungu anafanya. Kwa kuna mtu unaweza kukaa huko wewe una majibu ya mimi kwenye jambo fulani. Manake mimi nikishindwa kuishi na wewe vizuri, sitapata hayo majibu. Amina. Na nisikia watu wa Mungu. Amen. Eneo la ufahamu unapoondolewa mipaka, manake nimekuambia kuna watu kuhusiana na watu hawawezi. Kuna watu anasema mimi sinaga rafiki. Nikikaa na watu wanagombanaga na mimi, wewe ndo unayegombana na watu. Amen. Yaani atokee mtu mmoja aseme kanisa halina upendo. Kwa nini halinipendi? Yaani wewe peke yako, sisi wote tu hatukupendi. Wewe unashindwa tu kujiongeza kwamba nina matatizo. Eti jamani. Yaani kuna mtu mmoja yeye ndo apendwi na watu wote. Sasa yaani mchungaji anipendi, kanisa halinipendi. Yaani kila mtu mimi nagombana naye. Yaani nikikaa tu wanagombana na mimi. Hiyo yaani akili tu ikwambia kwamba una matatizo, mbona wenzio hawagombani? Amen. Yaani ufahamu unakupa kutafakari mambo. Amen. Unakupa kuyaona mambo kwenye uhalisia. Manake Amina. mtu akiisha shinda kwenye eneo la ufahamu, mimi nakwambia huku kwingine kote atatoboa. Kwa nini anatoboa? Ni kwa sababu ufahamu wake upo vizuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja bwana, tukaingia kwenye maombi. Na mimi vikundi vya maombi nimepita, vingine vya hatari, vingine vizuri, vingine vibaya. Nikakuta wenzangu wanafungaga tu. Nikasema tupo shule, nikasema hawa ndo wenyewe. Nikasema na mimi nitaunga humo. Nikawasogelea, nikawa na urafiki nao, tukaanza sasa kufunga. Tukaanza kufunga. Tunaomba. Ilipofika kipindi cha mitihani, mmoja akasema tunafunga siku 3 kavu, Bwana akatufanyia mitihani. Bwana asifiwe. Amen. Pale nikashtuka. Maombi alikuwa ni makali na majamaa yanaungurumisha. Yakasema ni kweli. Wakaniuliza na wewe unasemaje? Nikasema tutafunga, lakini mimi nina kasafari kidogo kakwenda nyumbani.
maana nikaona eneo lile natakiwa nihame, nikajiandae na mtihani. Umeona? Kweli wale majamaa hawakuja kufanya ile mitihani, na ilikuwa ni mitihani yani yani shule ilikuwa na wastani. So unajua shule za private kwamba ili uende darasa lingine unahitaji ufikishe ule wastani. Kwa hiyo jamaa ile siku ya mtihani inazunguka nje ya fence ya shule, baba, katika jina la Yesu tunatuma malaika. Mimi natoka kwenye mtihani nasema haupo rohoni wewe, haupo rohoni wewe. Nikasema achana na mimi. Sasa unajua na ule utoto nikamaini na mimi nikasema pumbavu. Mbona? Hedi wajinga turudie. Tutaona sasa. Najebisha dadao. Wakafeli. Sasa sijui maombi yao waliishia wapi. Ila wakafeli. Eneo hata maombi kama hauna ufahamu mzuri, unaweza ukaomba vitu ambavyo havipo hata kwenye Biblia. Ufahamu. Amen. Na nisikia watu wa Mungu. Amen. Ufahamu ndo unaoweka mipaka wa utendaji wa Mungu na vitu kutokea kwenye maisha. Ufahamu. Na kuambia kuhusu ufahamu, akili, kuwa na akili. Na nisikia mtu wa Mungu. Amen. Nimesema uwe na nini? Akili. Na akili. Najua sasa hivi watu waliokoka ni kama wanaokota makopo. Yaani unajua ni kama wamechanganyikiwa. Niseme tumechanganyikiwa, sio ni kama tumechanganyikiwa. Kwa nini nasema ni kama tumechanganyikiwa? Muulize tu mwenzio, ni mzima wewe? Ni mzima wewe. Mjibu mwenzio kwa kweli ya moyo wako. Mjibu. Mimi ni mzima. Wagonjwa ni wewe. Wagonjwa ni wengi kwenye ufahamu, wagonjwa ni wengi. Ndio maana mambo hayabadiliki. Yaani maombi ubadilisha mambo, lakini ufahamu unatangulia kabla ya nini? Ya maombi. Ukitaka wewe kupika mandazi, ufanye biashara ya mandazi, jambo la kwanza lazima ujifunze kupika nini? Mandazi. Maana yake ndani ya akili yako unajua una ufahamu habari ya upishi wa mandazi. Amina. Ndio maana utapika, lakini uwezo ukasema nanunua unga wa ngano, sawa Roho Mtakatifu atakanda, wewe utakufa. Roho Mtakatifu hajaye kukanda unga. Mnanielewa ninachowaambia? Amen. Sasa ufahamu maana yake unakupa kujifunza. Mtu anayetaka ufahamu wake uwe vizuri lazima ajifunze. Amen. Na wanasema yani watu tuliokoka sometimes ni kama tumechanganyikiwa kidogo. Kuna mtu yupo anawaza kuwa mfanya biashara mkubwa lakini hamna biashara anayofanya. Sasa utafanyia mbinguni au wapi? Maana business ni hapa duniani. Tukifika mbinguni kule kila kitu kipo, kule ni bata tu. Utapita hapa, sasa sijajua kama kutakuwa na mishikaki ya kuchoma, ila najua vyote vipo. Sawa? Utapita hapa, kule mbinguni kuna maana ilitoka mbinguni ile waliokula ile. Wana wa Israeli ilitoka wapi? Kwa misosi ipo ya kimbingu. Sasa kule hamna biashara. Hiyo biashara utafanyia kaburini. Anza ndogo, ufahamu wako utakuwa katika ile ndogo unapoanza. Na nataka nikwambie hakuna mtu niliyemsikiliza mimi anayefanya biashara ambaye atakwambia hajawahi kuanguka, hayupo. Kila mtu ana historia, alishindwa, akasimama, akashindwa, akashinda, baadaye anakuja anasimama. Kwenye kila hatua ambayo unaona kuto kusonga mbele, mtu mwenye ufahamu anatoka na kitu cha kujifunza. Amen. Nimekosea wapi? Amen. Tatizo lipo wapi? Kesho nifanyeje ili hali isitokee? Ufahamu. Amen. Kwa hiyo usije ukaondoka na namna ambayo unafikiri kwamba kuwa na dhiki, kuwa na taabu, yani kujiona ulivyo kwenye shida ndio kiroho. Huko anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za nini? Za roho. Amesema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ufahamu ndio unaotawala matendo ya mtu. Ufahamu, matendo yako unayoyafanya ni kiwango cha ufahamu ulicho nacho. Amina. Manake matendo yametawaliwa na nini? Na ufahamu. Ukiona mtu ni mzinzi, sawa maana yake ndani ya ufahamu kumeisha mwambia kwamba wewe ni wa namna hiyo, kwa hiyo unatakiwa kutembea na kuishi maisha ya namna hiyo, kwa sababu ufahamu unayaamuru matendo. Amina. Ufahamu unaamuru matendo, ufahamu wako. Ukisoma kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 2 utaona Biblia inasema hivi:
yafikirini yaliyo ya juu. Sema yafikirini yafikirini yaliyo ya juu, yaliyo ya juu, sio yaliyo katika nchi. sio yaliyo katika Yafikirini yaliyo ya juu, yafikirini yaliyo sio yaliyo katika nchi. sio yaliyo katika Sio yaliyo katika nchi. Sio Anasema yaliyo katika tu nchi. yafikiri mambo yaliyo ya wapi? Ya Ya juu. juu. Kumbe mtu aliokoka anafikiri vitu vya juu. Kwa nini mtu aliokoka anafikiri vitu vya juu? Ni kwa sababu anajua kwamba mimi nimebarikiwa, nina baraka ya rohoni, na hiyo baraka ya rohoni maana yake imeketi kwa Mungu ambaye yupo juu. Sasa ili tuweze kuipata baraka, ukisoma kile kitabu cha Waefeso 2:6 anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Maana yake ni hivi, sisi anasema yafikirini yaliyo ya wapi? Ya juu. Uelewe hiki. Alafu kwa anasema akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Maana yake nini? Kuyafikiri yaliyo ya juu. Maana yake mtu aliokoka anaanza kufikiri vile mbingu zinavyomfikiria. Amen. Kama anajua mbingu zinafikiria uzima, hata kama katika hali ya mwili hauoni uzima, mtu aliokoka anaanza kufikiri kwenye hali ya uzima, sio hali ya kuumwa. Amen. Hata kama kuna umaskini mpaka umekaa mpaka kwenye kucha, sawa Ukianza kuyafikiri ya juu, hauanzi kujiweka kwenye nafasi ya umaskini, unajipeleka kwenye, anasema yafikirini yaliyo juu. Maana yake unania mambo, nia katika hali ya ukubwa. Amen. Unafanya vitu, waanza kufanya kwenye hali ya ukubwa. Amen. Unafanya huduma, waanza kwenda kwenye hali ya ukubwa. Huko namwambia Bwana, ninaenda sasa hivi mitaani, ninatembea labda kushuhudia nyumba kwa nyumba, ninapita kwa miguu. Ukianza kufikiri kwenye hali ya ukubwa, unaanza kufikiri kuwa na gari ya Injili. Unaanza kufikiri kuwa na vyombo vikubwa. Japokuwa katika hali ya mwili huko havipo. Manake umeanza kuwa na mtazamo wa kiungu ndani yako. Unayafikiri mambo yaliyo juu. Kinachofanya ufikiri mambo yaliyo juu ni kwa sababu eneo la ufahamu limeisha kuambia wewe sio wa viwango vya namna hiyo. Ni ufahamu ndio unaompa taarifa mtu ni viwango gani anastahili kukaa, ni maisha gani anastahili kuishi. Ni ufahamu ndio ambao unaamua ni aina gani ya standard za maisha ambazo unapaswa kuziishi kwenye maisha yako. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Manake kile unachokiona ndani ya ufahamu wako, manake ndiyo matokeo yatakayotokea kwenye maisha yako ya mwilini. Unataka kupona kwenye eneo lolote la maisha yako, badili mtazamo, badili ufahamu, badili kufikiri. Kuna vitu vimefichwa ndani ya ufahamu. Kuna muujiza ambao upo kwenye maisha yako, lakini umefichwa na kiwango chako kidogo cha ufahamu, kiwango kidogo, vile unavyojiona, unavyojidogosha. Na ukijidogosha, nataka nikuhakikishe shetani anakudogosha zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikupe mfano mmoja, alafu tumalize, tuombe kwa ufupi. Wakati wana wa Israeli wanakaribia kuingia katika ile nchi ya ahadi, wanaamua Musa anawaambia kwamba watume wapelelezi waende kwenye ile nchi ya ahadi, wakaangalia ile nchi ipoje. Wapelelezi wanaambia mkaiangalia nchi ipoje, nchi imekaaje. Wale wapelelezi wakaenda. Wote hapo walipoenda, kwa macho ya nyama kila mtu aliona sawasawa na alivyoona mwenzie, kwa macho ya nini? Ya nyama. Lakini ndani ya ufahamu kila mtu aliondoka na wazo la aina tofauti na mwenzie ambapo, lakini kwa macho ya kawaida hawa watu wote ufahamu wao kwenye eneo hilo ulionekana kama unafanana. Kwa wote walipokuwa njiani
wakaanza kuzungumza njiani kwamba bwana, tumeona watu ile nchi kweli ni nzuri, tumeiona, hii nchi na maziwa na asali. Manake wanajadili mambo katika ufahamu wa nje kwamba nchi ina maziwa na nini na asali. Alafu katika ufahamu wa nje wanajadili mambo kwamba lakini pia hii nchi sio kwamba ina maziwa na asali tu. Hii nchi ina watu ambao ni walefu. Hao watu ni walefu, sio kawaida. Manake wanajadili sasa wakiwa njiani. Manake kwenye macho ya nyama tunaweza tukawa tunaona sawa sawa. Mnanielewa watu wa Mungu? Amen. Wote tunaona sawa sawa kwenye macho ya nyama. Tunapoingia kwenye eneo la ufahamu, mtu aliyefanywa upya na mtu ambaye hajafanywa upya, kuona kwao mambo, kuona kwao vitu hakufanani kwenye eneo la ufahamu. Na ndio maana maombi tunaweza tukaomba hapa wote kwa pamoja maombi fulani, lakini baada ya kuomba hayo maombi hatuwezi tukajibiwa wote sawa sawa, kwa sababu ufahamu utaamua nani ajibiwe kwa kiwango gani. Ufahamu ndio unaoamua. Walipotumwa wale wapelelezi kuipeleleza nchi, walitumwa watu 10. Utasoma mwenyewe kitabu cha Hesabu 13. Wale watu walipotumwa wakaenda kwenye ile nchi, walipoiangalia ile nchi wakaiona ni nchi njema, wakaiona ni nchi nzuri, wakaiona ni nchi ambayo inafaa. Sasa baada ya kutoka huko wanarudi kupeleka taarifa. Wakaja watu wa kwanza wakapeleka taarifa, wakasema ni kweli ile nchi tumeiona ni njema, ni nchi ambayo ina maziwa na asali, ni nchi ambayo ina rutuba, ni nchi ambayo inafaa, ina mizabibu. Wakaleta na matunda ile nchi, wakasema lakini kwenye ile nchi kuna wana wanaitwa wana wa Anaki, kuna watu walefu. Alafu mwishoni wakasema hao watu tulipowaona sisi tulijiona kama panzi. Unaelewa hiyo sentence? Wanatokea Yoshua na Kalebu. Ukienda kwenye sura ile ya 14, Yoshua na Kalebu wanasema hapana ndugu zetu, na wenyewe walikuwa mmoja wa watu walioenda. Manake katika watu 10, watu 8 wameona kwamba ile nchi hatuwezi kupigana na wale watu. Alafu watu 2 walio na ufahamu ambao wamefanywa upya, wao wanasimama wanasema hapana, wale tunaweza tukawashinda, maana Mungu amewatia wale mikononi mwetu. Ni eneo la ufahamu limetoa taarifa kwa watu ambao 10, watu 8 wana ufahamu ambao hujakombolewa na watu 2 wana ufahamu ambao umeisha kombolewa. Wale wenye ufahamu uliokombolewa wao wana majibu kwamba lazima nishinde. Amen. Hao wengine wana majibu kwamba lazima tushindwe kwa sababu ya aina ya jaribu lililosimama. Nimekuambia ufahamu ndipo mahali panapoamua ushindi wa hatima yako, panaamua ushindi wa maisha yako. Baada ya Yoshua na Kalebu kuzungumza maneno hayo, watu wanawainukia wale watu 8 wanawaua. Maana yake ni nini? Mtu yoyote asiye na ufahamu sawa sawa mwisho wake ni kifo. Mwambie mwenzio mwisho wake ni kifo. Mwisho wake ni kifo. Mwambie mwenzio mtu yoyote yoyote ambaye ufahamu wake ambaye haujafanywa upya mwisho wake ni kifo. Kifo kinaweza kikawa cha uchumi, sawa Kifo kinaweza kikawa cha ndoa, kifo kinaweza kikawa cha biashara, kifo kinaweza kikawa cha mwili huu. Kuna mambo ili yaishi, kuna maisha ili yatokee, yanahitaji ufahamu. Amen. Nanaelewa? Amen. Kuomba huku na ukataa ufahamu. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Ufahamu hili ni eneo la maarifa. Hili ni eneo ambalo linatoa maamuzi. Hili ni eneo ambalo linaamua hatima. Hili ni eneo ambalo linaamua baraka. Manake hawa hapa sasa, hawa 8 wao hawakuona maisha katika ile nchi. Hawa 2 wanasema inawezekana, na walipoenda kule, waliichukua ile nchi kwa urahisi, wakaiteka nyara kwa urahisi. Kwa nini kwa urahisi? Kwa sababu fahamu zao zilijua kwamba Bwana amewatia hawa watu mikononi mwetu, hawatafurukuta. Amen. Kwa hiyo kuna maisha ya udhaifu yanafurukuta kwa sababu ufahamu wako umekwambia kwamba hilo jambo haliwezekani. Lakini siku ufahamu wako utakapokuambia kwamba yote yawezekana kwake yeye aaminie, utashangaa maisha yako yanabadilika. Amen.
Amina. Utashangaa kuna vitu vilikuwa havitokei, vinatokea. Kwa nini? Ufahamu umeisha pona, ufahamu umebadilika. Kama wewe ni mama, changamka, mwambie Bwana, nipe ufahamu wa kukaa na ndoa mpaka mume avutwe kuja kwenye neema ya uokovu. Usije kama mtu ambaye ni misapuro, yaani akili ni msapuro, ina utumbo kama wa mbwa. Sawa, alafu unataka umbadilishe mwanaume aokoke na utumbo wa mbwa umekaa kichwani, ataokoka? Mnanielewa? Akiona umekuwa smart, akili imebadilika, kuna vitu vimebadilika, atavutwa kuja kwenye hiyo neema ambayo unayo. Amina. Kwa hiyo kiwango kile cha ufahamu kinaweza kikamvuta mtu mwingine aje kwa Kristo. Anasema ukitaka kuwa smart, nenda kaokoke. Si umeona fulani alivyookoka amekuwa smart? Mpo watu wa Mungu? Amen. Mpo watu wa Mungu? Amen. Siongelee hizo poda mnazopaka, naongelea poda ya akili. Amen. Hiyo ikiwepo, wewe unakuwa kitu cha thamani, unakuwa na ushawishi. Wengi mliokoka mnakosa ushawishi kwa sababu ufahamu hamna. Wewe kila kitu unakurupukia tu. Yaani unadandia maombi, unadandia maongezi, kila kitu unadandia mpaka ugomvi. Wewe una akili? Una akili? Mbona mjibu na akili? Haipo. Ukikuta watu wanagombana na wewe umeingia umekaa kuna upande umeanza kugombana. Ukiwa na ufahamu, Biblia imesema heri wapatanishi, wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Wapatanishi. Wana heri. Ukiwa una ufahamu sasa, unaangalia nani ni rafiki yako, unasema amekufanya hivyo, ngoja tumshambulie, na wewe umeokoka. Wakati ulitakiwa usimame katikati useme hapana, hakuna kugombana, uwatie ufahamu. Ndio hapa mfano mmoja. Akaniambia siku moja, akana nishuhudia mama mchungaji mmoja. Ni mke wa rafiki yangu ambaye ni mchungaji. Anasema akaenda kwenye kambi fulani la wamama. Akakuta wamama waliookoka wamekaa nje wanajadili. Wanasema eti mimi mtoto wangu anaolewa na mwanaume ambaye hajajaribu, haiwezekani. Wameokoka. Hivi au wamama wanataka kuniambia wachepuki hao? Hiyo si mitambo ya gesi tayari. Nuclear hiyo tayari. Na hata mtu anayekushauri usiangalie tu, hata wapumbavu wanazeeka. Hata mtu anayekushauri angalia, wengine wanatoa vapor. Unaelewa? Yaani wanatoa vitu hewa. Sio kila mtu anaweza, ukiwa na ufahamu hata mtu akukushauri utachagua. Unajua kabisa huyu nikienda akili anaga na unaenda kushauri. Manake tayari wamekutana machizi wawili. Chizi mmoja ameokoka, mwingine hajaokoka. Mnanielewa? Amen. Hakikisha ufahamu wako unabadilika. Amen. Mahali penye ufahamu ulio safi, maisha yanakuwa safi. Mahali ambapo hakuna ufahamu safi, maisha hayawezi yakawa safi. Usafi wa maisha yako utategemea kiwango cha ufahamu ambacho kipo ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzio umeelewa? Umeelewa. Muulize tena umeelewa? Umeelewa. Mwambie ukarekebishe yale mengine sasa. Ukarekebishe yale mengine. Mwambie tena ukarekebishe mengine. Ukarekebishe mengine. Mwambie tena ukarekebishe mengine. Ukarekebishe mengine. Mpaka yale asili yale rekebisha. Mpaka yale asili yale. Yale ndo hayo rekebisha. Mnane hauna ufahamu. Unajua Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, kabla ya kuokoka, mwambie mwenzio kabla ya kuokoka. Kabla ya kuokoka. Kuna maisha watu waliishi duniani, mnanielewa waliishi duniani. Yaani haya tusimame. Mama waliokoka, msije mkasema leo tumefika tumechambwa. Haya. Tusimame. Ila mama yupo rohoni mpaka hataki kutoa ushirikiano wa tendo la ndoa. Alafu nasema huyu ana akili. Hapa akichepuka anasema naomba maombi, mume wangu anachepuka, pumbavu. Sasa ulimnyima, ulitaka aende wapi? Mnanielewa? Amen. Ufahamu. Unajua unaweza ukahisi unamkomoa mtu lakini unahatarisha ndoa yako. Amina. Nanisikia mama? Amen. Au mkomoi unahatarisha ndoa yako mwenyewe. Wewe yani hata kama umekasirika, hata kama amekuuzi, wewe mpe tu kwa sababu una ufahamu. Umeelewa?
Wewe tunamuuliza baba umelizia, akisema hapana unaambia rudia. Alafu unamwambia uliniuzi. Amen. Kwani kuna shida gani? Umekasiwa, unasema ile nina hasira. Nipo off mood. Sasa hizo mood atazimalizia kwingine uanze kutaka maombi. Hatuna maombi hayo. Amina. Kuwa na ufahamu kwenye akili yako. Amen. Au mna mapepo ni? Hapana. Yaani mtu ameoa anaanza kuomba tendo la ndoa kama anacheza kombolela, haiwezekani. Nawaambia niye mnaishi na wame. Nasikia niwe mama niye mnaishi na wame. Tabia za kipuzi hizo mnazofundishana huko. Hiyo mambo ya dunia acha. Amina. Menelewa? Yaani hata amekupiga makofi, usiku akaamka akasema nataka, mpe tu. Amen. Si ndo maana alikuoa au? Amen. Sasa ukiwa una ufahamu unaweza kaisi unamkomoa lakini unahatarisha nini? Ndoa yako. Sasa hivi mmepeana akili za ujinga tu, mmepeana, mmeshauriana huko, unaanza kutoka navyo. Haya sawa, subiri. Huyu aliyekushauri akasema mjinga huyu ameshindwa kutunza ndoa yake mwenyewe. Shetani akiharibu ufahamu, kuna mambo utafanya kama ya kawaida lakini anaharibu future yako ya maisha yote. Mimi ninazungumza hapa kama mchungaji wenu. Sawa Ninazungumza hapa. Mume wako atakupiga makofi. Mama unaesali kanisa hili, wewe mpe tu. Nirudie tena. Barikiwe mwanangu Masa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimesema fanya nini? Mpe. Ndo kilichokupeleka ukatoka kwa baba yako. Au kufungwa kamba, ulienda kwa hiari. Sawa Amen. Akakuonyesha chumba ni hiki, ukukuta mdoli ndo wewe. Amen. Sasa mkianza kupeana akili za namna fulani, mimi nakwambia pona ufahamu. Watu unaongea nao wanaokushauri hata ndoa, kuwa makini, utaharibu mambo. Na utaanza kulia Mungu akiangalia, Mungu anafanya kazi na watu wenye akili timamu. Ana uhakika akiwekeza mambo yake hapo, kuna vitu vitafanikiwa. Kwa asiwepo mama, nasema tena kwenye kanisa, nimesema asiwepo mama, atakayepigwa makofi anazira wiki atoi. Nakwambia ataenda kupata kwingine. Na akipata mahali ambapo yanaona ni pazuri, yupo satisfied, utaomba sana mpaka utasali sana. Ninaeleweka? Amina. Ninaeleweka? Amen. Kuna vitu vinaweza vikamvuta mtu kwa Kristo, hasa ufahamu. Amen. Watu wa karibu wanaangalia akili yako ipoje, hivyo vitamvuta mtu kwa Kristo. Kwa tuache madoido, tengeneza ufahamu wako ukae vizuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hata kama umenuna, ndo nimeisha sema. Mnanielewa? Amina. We nuna, pasuka, lakini nimeisha sema. Kuna vitu lazima mrekebishe. Amen. Mengine naogopa kusema kwa sababu ya hii kamera tu, lakini ningesema zaidi ya hapo. Kuna vitu lazima mrekebishe. Nilikutana na mtu mmoja ameokoka, akanifuata akasema, mtumishi, naomba unishauri. Nikasema ushuhuda tu aje. Inua mikono juu. Mbona amuinui? Mnataka niumalizie? Akasema mimi ninajaribu. Nikamuuliza, mtumishi, jaribu gani? Akasema jaribu nililonalo, mwenzangu anatulia kama gogo. Unaelewa manake nini? Ameokoka. Akasema huko duniani nilikotoka kulikuwa na ushirikiano. Unafikiri mwisho wa huyo mtu ni nini? Mnaniona nachowaambia? Nikisema kama si poroni lakini mwisho wa huyo mtu nafikiri ni nini? Ataenda kutafuta vya zamani, ndo mwisho. Alafu wewe mwenyewe utaanza kuomba. Mimi nikisema kwamba uwe na akili, uwe na ufahamu kwenye mambo yote. Acheni kumtukana Mungu. Mungu mume wangu analizishwa na wewe.
kuna mambo, yani kuna ndoa hazina amani kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Wewe kila kitu umekasirika tu, akichelewa umekasirika, akishinda nyumbani na kutinga unakasirika. Sasa afanyeje? Sasa ufahamu utakupa namna ya kuishi na mtu, namna ya kuendo mambo. Eneo la ufahamu likipona, mambo lazima yapone. Amina. Na nile watu wa Mungu. Amen. Mambo lazima afanye nini? Yapone eneo la ufahamu. Amen. Vitu vingine bwana, unafikiri Roho anakufundisha? Uwe na akili tu. Kwani kumwambia mtu samahani unapokosea mpaka Roho akwambie? Hapana. Ni maisha, ni akili. Kusema asante mpaka Roho akwambie? Hapana. Ni akili. Uwe na ufahamu kwamba sasa hivi natakiwa nifanye jambo fulani. Huu ni muda ufahamu. Yaani mimi nasisitiza tena nini? Ufahamu. Eneo la ufahamu likikaa vibaya, wewe hauwezi ukaishi vizuri na watu. Ili uishi vizuri na watu, uelewane na watu vizuri, unahitaji kuwa na ufahamu ulio mzuri. Utaweza kuchukuliana na kila mmoja. Amina. Kwa nini hamwezi kuchukuliana na watu wenye matatizo? Kwa sababu kiwango kidogo cha ufahamu. Kiwango cha ufahamu kinakupa kuchukuliana na watu ambao wana udhaifu ambao yawezekana unakwaza, lakini unaweza ukaishi nao. Kwa nini unaishi nao? Kwa sababu wewe una ufahamu, upo kwa ajili ya kuwasaidia. Amen. Ndo kazi yetu tuliyookoka. Amen. Wale watu ambao imeshindikana kuishi na wengine, wanapokutana na sisi waseme sijaona mtu kama huyu, nimegombana na wengi lakini nilipofika kwa huyu sijawahi kugombana naye. Anaiona tofauti kwa sababu ya ufahamu. Amen. Mambo yanaamuliwa kwenye kiwango cha ufahamu ulicho nacho. Vita inaanzia kupiganwa kwenye eneo la ufahamu wako. Kuna vita utaingia kupigana umeisha shindwa kwa sababu ufahamu wako ulishatangaza kushindwa. Hakikisha unakuwa na ufahamu ambao unatangaza ushindi kwenye kila eneo la maisha yako. Hakikisha ufahamu wako unatangaza ushindi. Ukiwa na ufahamu wa namna hiyo, kwenye kila eneo utashinda, wala sio kwa nguvu kubwa, tena utashinda kwa urahisi. Naweza kainua mikono. Mkono mmoja unainua, mkono mmoja weka kichwani. Leo unajiombea. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Eneo langu la ufahamu linayo shida. Kuna mambo ambayo nimeshindwa kuyatimiza kwa sababu fahamu zangu hazijakaa sawa sawa. Bwana mwenye uwezo, wewe unataka tutembee katika upya wa mbingu. Ili tutembee katika upya huo, tunahitaji fahamu zetu ziwe zimebadilishwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila ufahamu ulio ndani yangu ambao hautokani na wewe, katika jina la Yesu ninaukataa ufahamu wa namna hiyo. Ninaukataa ufahamu wa namna hiyo kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba kwa habari ya ufahamu wangu, ninaomba kwa habari ya akili yangu ikafanywe upya katika jina la Yesu. 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 Ninaombea ufahamu wangu. Ninaombea ufahamu wangu. Ninaombea ufahamu wangu. Ninaombea ufahamu wangu kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu. Ufahamu wangu kombolewa kwa damu ya Yesu. Ufahamu wangu kombolewa kwa damu ya Yesu. Kombolewa kwa damu ya Yesu. Kombolewa kwa damu ya Yesu. Ninaombea ufahamu wangu. Ninaombea ufahamu wangu ukaone ushindi kwa habari ya huduma. Ukaone ushindi kwa habari ya uchumi. Ukaone ushindi kwa habari ya afya. Ukaone ushindi kwa habari ya uzao. Ukaone ushindi kwa habari ya mahusiano yangu na watu wengine katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakutamkia ufahamu wangu. Ninakutamkia akili yangu. Ukiwa umeweka mkono huo kichwani,
Mwambie Bwana, fungua fahamu zangu kwenye maeneo ambayo siwezi. Mwambie Bwana, ninaomba ukazifungue fahamu zangu, ukaifungue akili yangu ikafunguliwe. Nena mbele za Bwana, mwambie afungue fahamu zako, mwambie afungue akili yako ikaone mema Mungu aliyoandaa mbele yako, ikaone fadhili alizoziandaa Bwana mbele yako, katika jina la Yesu. Hautatembea kwenye njia za wasitao, katika jina la Yesu. Bwana Mwokozi, Bwana mwenye uweza, tunaziombea fahamu zetu zikapokee upya, zikapokee upya. Ule upya wa mbingu ukapokelewe na fahamu, ule upya wa mbingu ukapokelewe na fahamu zetu, katika jina la Yesu. Kwa damu mwanakondoo, kwa damu mwanakondoo, tunaomba kwa ajili ya fahamu zetu, tunaomba kwa ajili ya akili zetu, tunaomba kwa ajili ya akili zetu zikafanywe upya, zikatengeneze upya, katika jina la Yesu. Kufikiri kwetu, kuwaza kwetu kukawe na upya, kwa damu mwanakondoo, kwa damu mwanakondoo, kwa damu mwanakondoo, kwa damu mwanakondoo, katika jina la Yesu. Fahamu zangu, Bwana amekupaka mafuta ya kwamba wewe ni mtu mkuu. Bwana amekupaka mafuta ya kwamba umebarikiwa. Fahamu zangu, Bwana amenibariki, Bwana amenibariki kwa baraka zote. Sikia fahamu zangu, sikia akili yangu, leo ninakuombea akili, fahamu, leo ninakuombea mbele za Bwana. Bwana amenibariki, ukatia kwamba mimi nimebarikiwa, ukatia kwamba mimi nimebarikiwa, ukatia kwamba mimi nimebarikiwa, ukatii fahamu zangu, ukatii ya kwamba nimebarikiwa, ukatii ya kwamba nimebarikiwa. Kila mahubiri yanayojipenyeza ndani yangu, yanayotamka kwamba ni mdogo, yanayotamka kwamba sitaweza, leo ninakutamkia fahamu zangu, ninakutamkia ya kwamba Bwana amesema ananinua kutoka mavumbini na kuniketisha na wakuu. Fahamu zangu sikia, akili zangu sikia, nimekombolewa kwa damu, nimenunuliwa kwa damu. Hiyo damu iliyoninunua imenibariki kwa baraka zote za rohoni, katika jina la Yesu. Sante Mwokozi, sante Mwokozi, sante Mwokozi, sante Roho Mtakatifu. Yesu, nina haja nawe, nina haja nawe. Yesu, nina haja nawe, nina haja nawe. Yesu, nina haja